kumekuwa na changamoto ya mbolea muda wote. Kwanza kwa kuanzia, matumizi ya mbolea Tanzania ni madogo kwa wastani, chini hata matumizi ya mbolea ambayo nchi za Afrika zilikubaliana yatumike. Hilo la kwanza. Yaani kiasi cha mbolea tunachotumia kuingiza virutubisho kwenye ardhi ni chini ya wastani ambao nchi za Afrika zilikaa zikakubaliana nchi zetu tutumie kiasi hiki cha mbolea kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. Kwa hiyo ni changamoto ya muda mrefu. Anakwenda. Pili, tunapouliza mikoa ituletee mahitaji ya mbolea, kwa sababu kumbuke mbolea ananunua mkulima, sio kwamba mkoa unanunua, lakini tunaambia maafisa kilimo kule tuleteeni estimation. Wakituletea tukijumlisha yale mahitaji tunapata ni tani 600,000 mpaka 700,000. Ndio tunazipata kutoka kwa maofisa walioko mikoani. Lakini mbolea inapoingia nchini yote tuna rekodi. Na inapouzwa tuna rekodi. Na inayobaki tunajua. Inakuwa re-exported tunajua. Tukiangalia zile takwimu tunaona nchi yetu inatumia tani 400,000. Inacheza kwenye 400,000 za mbolea kwa mwaka. Na hili napenda watu walijue, kwa sababu kuna watu wanasema au Tanzania inatumia mbolea tani 600,000 700,000. Haitumii. Ila ni makisio kila mwaka ambao tunakuwa na mikoa. Lakini tukipeleka mbolea kule, mbolea inayonunuliwa haizidi 400,000. Ikizidi sana 450,000, wakati mwingine 350,000. Mbolea ambayo imeshaingia hapa nchini ni almost 400,000, tani 400,000. Kwa hamna uhaba wa mbolea pase. Hamna. Sasa maana yake nini? Maana yake hata tukikuwa ni tani 700,000 bado tungekuwa chini ya wastani ule ambao tunatakiwa tutumie. Sawa jamani? Sasa 400,000 ni chini zaidi ya wastani. Kwa hiyo kama mtu akisema, na waliosoma uchumi wanajua demand is dictated by the power to buy. Power and willingness, yani uwezo na kutaka kununua. Sio kusema tu kwamba mimi ningetaka niwe na ndege afu ikawa demand. Hiyo sio demand. Demand uwe na uwezo na utaki. Ndio demand. Kwa hiyo demand ya mbolea nchini kwetu kwa sasa hivi kwa bei zilizopo inazidi kidogo sana tani 400,000. Na tuna mbolea ambayo imeingia nchini ambayo ina hover around tani 400,000. Changamoto iliyopo sasa hivi ambayo ni muda mfupi ni bei ya mbolea. Hizo lakini sio kwa uhaba, ni bei. Mbolea zinazoingia bei ni kubwa. Bei imeongezeka sana zaidi ya 50% kwenda juu. Tulikuwa tukileta tani moja ya mbolea kwa mfano ya urea pale Dar es Salaam ilikuwa shilingi mfuko wa kilo 50 ulikuwa ni shilingi 46,000 Dar es Salaam. Sasa huku mkoani unapanda kulingana na gharama ya usafirishaji. Sasa hivi inaenda mpaka shilingi 70,000 pale Dar es Salaam kwenda juu. Kwa hiyo ina maana ukitoa pale ukipeleka Rukwa inafika 100,000 na zaidi. Kwa bei ndio changamoto kwa sasa hivi. Kuna changamoto za aina mbili nirudi. Hatutumii mbolea ya kutosha. Hiyo ipo tu mwaka jana, mwaka juzi, hivyo hatutumii mbolea ya kutosha. Na inawezekana hata wakati huo bei ni kubwa lakini tushazoea kiasi kwamba wanaotumia ni wachache lakini hakuna kelele. Kwa sababu pengine bei ingeshuka zaidi, wengi zaidi wangetumia mbolea. Sio? Sasa hivi kumetokea na price shock. Imepanda kwa ghafla sana. Mbolea imeingia, ipo mbolea nchini, bei ndio changamoto. Na tuna monitor kila meli inapoingia, mimi napata taarifa ya mbolea. Inaingia inaleta mbolea, inashusha. Kwa hiyo changamoto yake ni bei ya kuuzia wakulima. Sasa kwa muda mfupi hatua tulizochukua, moja wapo ili kuhakikisha kwamba mbolea haipungui, tuliruhusu mtu yote anataka kuingiza mbolea alete mradi tu ipimwe na kuonekana na viwango. Unajua kabla ya hapo ulikuwa ukitaka kuleta mbolea nchini una zabuni. Sasa inatangazwa zabuni na taasisi ya serikali. Alafu mnashindanishwa. Wawili watatu wanakuwa nyinyi mtaleta mbolea. Wenye mahitaji yao wanaleta ili nyinyi mnunue hiyo mbolea. Idea ilikuwa ni kwamba tukinunua kwa wingi, bei itashuka. Haikuwahi kusaidia. Kwa mfano, takwimu na taarifa tuzonazo pale wizarani, kila mwaka ile bulk procurement mbolea ikishaingia hapa nchini inapoonekana haitoshi, basi waziri kwa kanuni ana uwezo wa kusema haya, mwingine yote anataka kuleta alete. Sasa wakati bei inakuja kwa through bulk procurement, ikifika ile bei iliyokubaliwa kwenye tenda, waziri lazima uitangaze kama ndio bei elekezi. Yaani waziri lazima utangaze, utoe tangazo kwamba bei elekezi ya mbolea hii ya DAP ni hii, ya urea ni hii. Halafu sasa mbolea haitoshi, unaomba kila mtu alete. Zinakuja nyingine ya bei ndogo kuliko ile bulk procurement. Sasa bulk procurement ilikuwa nini? Na ugomvi ni kwamba anapeleta mwingine anataka kuuza bei rahisi, yule alishinda tenda anasema bwana, nyinyi mliniambia hii bei ndio mmeitangaza, kwa hiyo nilinunua bei mbolea bei kubwa, alafu mmeleta hapa afu mnaruhusu walete mtu wa bei ndogo. Kwa hiyo tulianza kuona changamoto kuanzia mwezi wa 5 aliletea bei ya kutangaza
Hizi bei mnazoziona zingekuwa ni tangazo la waziri. Nikasita, nikasema hebu tuendelee kwanza. Mwezi wa 6 tukaangalia, ndio kaomba taarifa. Recommendation ya kususpend bulk procurement imefanyika kwa muda mrefu. Nadhani maamuzi tu. Maamuzi. Reform ni ngumu. Na anayefanya reform mara nyingi anapigwa vita. Kusemwa sana na kubadilisha taarifa. Kwa hiyo wakati mtu anaangalia sema business as usual is the safest thing to do. Sisi tulikutana, tukaleta mkutano, mimi naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu, mkurugenzi wa maendeleo ya mazao, wataalamu wa mbolea, nani, tukakaa tukaulizana wote, na nikauliza moja mmoja, niambieni nyinyi mnafikiri. Wote wanasema tangu zamani hiki tutakuwa tukisuspend, tukiunde upya. Na kwenye bulk procurement hili nilisema kitu kimoja ambacho nilikisema siku moja. Leo tangazo la mwezi wa 6 la kuleta mbolea, lilitangazwa tangazo jingine, kitu kinachoitwa pre-qualification. Yaani mtu atakayeleta mbolea mwaka ujao anaanza kuchaguliwa mwaka huu. Kwa hiyo pre-qualification tangazo likatoka, nitatafuta ni wapeni. Na mkilitafuta mtalipata. Ile tangazo mle ndani wanasema piga simu, wanaweka namba ya simu. Piga simu hii kwa maelezo. Ile simu ilikuwa sio ya taasisi yetu ya mbolea. Ni simu ya mtu mfugaji yuko Geita. Ile tangazo nitajikuja kuwapa za maradi, nitakupa wagawie. Alafu nyie mpige ile simu. Kwa hiyo mtu mmoja asema mimi bwana nimekuja kuomba niwe pre-qualified ili mwakani nilete mbolea. Nimepata sosi nzuri ya mbolea. Moja ndapiga simu sipati. Hii simu anapokea mtu mmoja Msukuma yuko Geita. Akaniambia hili tangazo lako hili. Nikachukua na mimi nikapiga. Jamani baba watu wengi wananipigiaga. Wananiambiaga mimi mambo yale sijui kimi. Hiyo kweli na ipo kwenye gazeti. Hilo tangazo huwezi kulibadilisha. Napiga wale jamaa wakanipa mtu wa procurement pale. Wa bulk procurement. Namuuliza vipi? Hiyo namba umeicheki? Mzee akasema sahihi kabisa. Kaambia anakupa muda wangu ipige alafu niambie. Nikakaa baada nikapiga. Nilikuwa na bunge moja na vya biashara. Nikapiga sawa kabisa mheshimiwa waziri, namba iko sahihi. Nikajua kumbe ndio hivyo Lakini la pili, bwana anasema baada ya kupambana sana nikapata taarifa, nataka kujua lazima ulipe kwenye control number. Anaomba control number hapewi. Na amenionyesha WhatsApp message. Anaambia huyu hapa control number, anamwandikia asema leo sipo ofisini nitapaka, yani paka ile deadline isogee, humpi control number ili mtu mwingine aingize mbolea. Kumbe ile bulk procurement imetumika sasa kuzuia wengine wasiingie kwenye mkakati. Yule kijana alikuwa pale, bahati yake sikumfukuza kazi. Nilimuondoa. Na anajua anazunguka. Na nikaandika huko bulk procurement imevunjwa, ndio bei imepanda. Huyo ndio anaandika. Bei imepanda kwa sababu bulk procurement imeondolewa. Kalikuwa kakufukuza kazi kale. Ana bahati. Sasa hiyo ninachosema, mnaweza mkachukua gazeti mtawatafutia, mkachukua ile gazeti pigeni namba. Simu si ile. Kuna mtu anaweza kubadilisha gazeti la mwezi wa 6 sasa hivi. Ile tangazo mkiangalia ilipo kule. Kwa hiyo ni baadhi ya weakness ambazo tuliona tu kwamba kulikuwa na aina fulani ya control. Wanaoleta mbolea ni wachache. Alafu waleti mbolea ya kutosha, alafu ilikuwa ni tumeiondoa ile. Na ndio maana nasema mbolea nchini ipo ya kutosha. Changamoto sio wingi wa mbolea, changamoto ni bei ya mbolea. Sasa nimetoka Uganda, nimeongea na waziri mwenzangu wa kilimo. Vipi mwenzangu, na wewe labda mnaweka ruzuku Mombasa? Sasa labda nyinyi kama mnaweka mtuambie, maana na sisi changamoto ya mbolea ni kubwa Uganda. Wanaambia waziri mwenzangu, nimetoka Rombo juzi, jimbo lilikuwa mpakani. Nauza jamaa, bei ya mbolea vipi mpakani? Sasa ya Kenya kuna bei ya mbolea ni mbaya hivi. Nauliza na mkulima kule, sasa nyinyi huku mpakani. Kwa hiyo bei imepanda duniani. Sasa kwa nini imepanda? Sasa nisweke na nini? Ndio sasa. Bei ya mbolea imepanda kwa sababu nyingi. Moja, hawezi kuamini ni COVID. Hawezi kuamini. Sisi tulienda Morocco na waziri mkuu. Nilienda kutembelea vile viwanda vya mbolea ambapo ndio source kubwa ya phosphate based fertilizer hapa nchini. Na wana kampuni tanzu yao hapa. Waliniambia sisi gharama uzalishaji hapa ya phosphate haijabadilika. Kilichobadilika ni mahitaji. Hawa wakulima huko Argentina, Brazil nini waliacha wakati wa lockdown, walipunguza uzalishaji sana. India, China. Sasa baadaye kumetokea uhaba mkubwa sana wa commodity kwenye world market. Kwa hiyo kuna rush kubwa sana ya kulima sasa, kwa sababu watu wanaona bei ni kubwa sana. Wote wameingiza mbolea, mbolea yetu hapa yote imeshanunuliwa hata ambao hatujazalisha. Kwa hiyo Tanzania hata kama mnataka mbolea, hata kama nyinyi marafiki zetu, hatuna mbolea ya kuwauzia. Sio kwa hatuna mbolea ya kuwauzia, imeshanunuliwa yote. Imenunuliwa China, imenunuliwa Brazil, imenunuliwa Argentina nini. Hiyo moja. Jingine kuna mambo ya geopolitics.
na hapa nasipendi kutaja nchi nyingine, lakini kuna nchi zimepiga marufuku export ya phosphate. Kuna nchi nyingine source ambayo imekuwa na silver mle ndani. Halafu ukienda Marekani kwenye ufukwe huu wa upande wa Atlantic kulitokea ni hurricane, ilitokea kapiga na baadhi ya viwanda vya mbolea, kwa hiyo kule ukaanza kuwa na shortage ya mbolea Marekani. Kwa hiyo duniani globally kukawa sasa kuna shortage ya mbolea, lakini vile vile mahitaji ya mbolea yameongezeka sana, bei ikapanda, na bahati mbaya freight charges zimepanda kweli. Sisi tumezitraka wakati tunajaribu kuuza korosho kupitia bandari ya Mtwara. Makasha hamna. Yaani tunapambana kupata makasha usiku na mchana, yanakuwa ni shida. Tukasema tuuze korosho kwenye baki, kama unavyobeba mchanga ubebe korosho hivyo. Sasa ananunua kidogo, sasa korosho yangu nachanganya na huyu anapeleka India, mimi nataka nipeleke Vietnam. Tunaenda kugawanyia wapi hiyo? Mimi nataka nichukue container yangu niweke korosho yangu niuze. Sasa tukaangalia makasha, hata Dar es Salaam ni shida, lakini Dar es Salaam walao iko baadhi ya mizigo inakuja na makasha, kwa hiyo yanabaki pale. Ndio maana tukaomba maelekezo ya mkuu wetu nchi kwamba tumieni bandari yote kwa sasa hivi hadi ninavyokwenda, hiyo makasha kidogo yanavyokwenda. Kwa hiyo freight charges zimeongezeka sana, bei ya mbolea. Kwa hiyo nilivyosema ni hatua ya kwanza tuliyofanya kubwa ni hiyo ya haraka, kuruhusu kila mtu alete mbolea, ndio maana hakuna uhaba. Mimi ninavyoangalia trend, kwa hiyo hizo 400,000 tuko vizuri, lakini bei hiyo unaweza kuwa na mbolea lakini watu wasitumie kwa sababu bei ni kubwa. La pili, tuna promote matumizi ya mbolea za ndani zaidi. Kwa sababu nimeongea na Minjingu. Tangu nilivyoingia waziri wa kilimo nimeenda pale Minjingu, nikarudi tena. Kwa nini mbolea yenu watu hawaitumii? Sasa naambia kuna wakati walitumia ile mbolea, wakulima hawakupata matokeo waliotarajia. Na kwa nini? Ile mbolea wakati ule ilikuwa inatengenezwa, absorption kwenye udongo haiko kwa spidi kubwa. Ila mwaka unaofuata utavuna kweli. Sasa mkulima wa mahindi anataka matokeo leo. Kwa hiyo kumbe wataalamu wetu wakaenda kaambia bwana, badilisha kidogo absorption iongezeke. Na ndio maana mbolea ya Minjingu inatumika sana kwenye kahawa, kwenye chai, mazao yanayodumu wanaitumia sana kwa sababu yeye ukiweka sasa hivi mwakani inaendelea kutumika, lakini mahindi mkulima anataka aweke sasa hivi avune. Sasa kuna kitu kinachoitwa nafaka plus wametengeneza kwa ajili ya kuoteshea. Sasa hivi inakuwa absorbed vizuri. Nimeenda Ruvuma, nimeongea na afisa kilimo, nimeongea na watu wanasema wanaotumia wanaipenda. Watu wanaipiga debe. Kuna watu wameniambia bwana, itakugeukia kibao kwa sababu unaipigia debe alafu watu wakishindwa sema au love to take a risk. Hawa walioniambia na wataalamu wangu wameniambia nafanya kazi vizuri. Sasa mimi ni chicken out. Na ninawajibu mimi wa kuisaidia serikali katika nani hiyo. Kwa hiyo tunapigia debe nafaka plus, na nasema wakulima tumia ni nafaka plus kwa ajili ya kuoteshea. Na bei yake haijabadilika. Na tumesema hata magala ya serikali tunazo tukawa kwa bei ya kutupa. Kuna mbolea nyingine alternative ambazo hazijazoeleka. Nimeongea na kampuni ya Yara, wanazo bei yake kidogo iko chini. Ni kubwa lakini afadhali. Na kuna kiwanda cha kuchanganya mbolea pale Kurasini. Watu wengi hawajui. Cha Yara. Kilikuwa kufanya kazi vizuri. Kwa nini wanasema mnaagiza mbolea kwa tenda? Sisi tukisipopata tenda hatuwezi kuleta mbolea kuchanganya hapa nchini. Kwa hiyo tulivyoondoa ile suspend tenda tu wameanza kuchanganya kweli. Wanauza ile mbolea, wanapelekea wakulima. Kwa hiyo na nyinyi tunapigia debe, na kuna mbolea tunaleta kutoka Burundi for two reasons. Moja, kuja kwa ajili ya kupunguza pressure, lakini pili, kwa sababu kuna kiwanda kikubwa kinajengwa hapa Dodoma. Sasa ile mbolea ile ndio hii inayojengwa hapa. Kwa hiyo ni vizuri watu waanze kutumia, tuiangalie mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo kwa muda mfupi hizo ndio watoto tunaendelea kuongea na makampuni. Na kuna hatua nyingine tunazichukua, nyingine hatutaki kuzitangaza mpaka matokeo yatoke. Lakini nirudie tena, tatizo la mbolea ni bei. Na bei hiyo ni across the board. Na kwa kweli nikiamini kwamba kuna nchi nyingine jirani zinatoa ruzuku, inawezekana. Lakini kule nilikocheki sasa hivi sio. Sasa kwa muda mrefu serikali inahimiza ujenzi wa viwanda vya ndani vya mbolea. Sasa kuna hiki kiwanda kinajengwa hapa Dodoma. Chenyewe kitakapofanya kazi fully kitazalisha tani 600,000 za mbolea. Na nimwambia matumizi ya mbolea sasa hivi hapa nchini ni tani 400,000 plus minus something, sio? Kwa hiyo tukienda kwenye tani 600,000 maana yake nini? Maana yake tuna uhakika tunazotoa na mbolea ambayo inatutosheleza. Na mbolea hii ni nzuri zaidi kwa sababu inachanganya samadi na chemicals. Na itatumia phosphate kutoka Minjingu au vile vinaitwa vilima vitatu pale. Watamine pale, wataleta hapa, alafu watanunua samadi kutoka kwa wafugaji. 50% ni samadi. Sisi tumejituma sasa hivi kupima afya udongo vizuri across the board, ili kuhakikisha kwamba wanapozalisha tutakuwa na ushauri. Ukitaka kwenda Njombe eneo hili bwana,
ongeza kirutubisho hiki ndio kinakosekana. Unataka kwenda Babati, badilisha kidogo, weka virutubisho hivi ili mbolea iwe customized kwa eneo fulani. Kwa hiyo pamoja na changamoto hii, msukumo ni mkubwa sana wa kiwanda cha, na serikali sasa hivi kuanzia Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, wote kila siku wanaulizia kiwanda maendeleo yanakwendaje kukisikwani. Kwa hiyo tunapita katika kipindi kigumu, lakini pengine kuna mwanga mbele, kwamba hawa wakizalisha tani 600,000 na mahitaji yetu, na pengine tunaweza tukaanza kutumia mbolea sasa. Na kuna chokaa iko cha mwino inaweza kutumika kwa mix, lakini baada ya kupata afya udongo vizuri, tunahimiza wawekezaji wengine wazalishe na kublend mbolea hapa nchini, na wapongeza Yara kwa hatua waliochukua. Taasisi yetu ya mbolea, Tanzania Fertilizer Corporation, umeona juzi Mheshimiwa Rais ameteua mwenyekiti wa bodi, Dr. Turuka. Kwa hiyo bodi ipo. Hii taasisi tunaimarisha, itafanya kazi ya kuratibu uzalishaji wa mbolea na kuwa na uwezo wa kuagiza mbolea hali ikiwa ngumu, kwa sababu hiyo haihitaji faida. Ikatuletea mbolea ikaingia hapa nchini, hiyo itakuwa shindani. Okay, kwa sababu yule sio regulator. Hii kampuni zamani ilikuwa ni kiwanda cha mbolea kiko Tanga. Tofauti na Tanzania Fertilizer Regulatory Authority, TFRA, wale regulator. Tunataka majukumu haya ya kuagiza mbolea nini yatoke kule yaende kwenye TFC. Kwa hiyo mipango ya muda mrefu ni kama hivyo. Hawa wa kiwanda cha Dodoma wananiambia kwamba wabakiza kama miezi 6-7 waanze kuzalisha. Tutaendelea kufuatilia tuone tunafika wapi.